ulizungumzia kuhusiana na mwanamke akiwa na swali akihisi kuna mazingira ya wanaume asitoe sauti katika kusoma wakati akiwa anaswali. Lakini leo tumeona kuna competition nyingi za Qur'ani za wanawake, lakini tumeona kuna wanawake wengi ambao ni public speaker wanazungumza. Wale hukumu zao zikoje? Ni hivi, katika swala mojawapo ya hijabu ni hijabu ya sauti. Yani mwanadamu anatakiwa awe na hijabu ya sauti, hususan mwanamama, kwa sababu mwanamama sauti yake ni nyepesi sana. Sauti yake ina aina fulani ya kuvutia, ina mvuto. Kwa hiyo mwanamama sasa katika sheria ya dini anashauriwa hivi na anapewa maelekezo haya katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mwanamke anaweza akafanya kazi, anaweza akaongea na watu, anaweza akawa ni lecturer, haina tatizo, anaweza kuwa ni nani? Ni mwalimu. Lakini mwalimu huyu au lecturer huyu au msomaji Qur'ani huyu, kama ulivyotoa, anapoisoma ile Qur'ani ahakikishe sauti yake anayoitoa pale ni sauti ya kibinadamu, sio sauti ya kiwanamke. Yani mwanamke akiamua aongee sauti ya kiwanamke ni mtihani. Tuko pamoja hapo eh? Mwanamke anatakiwa ile sauti yake aongee kama binadamu wenzake wamuelewe. Kwa hiyo kama mimi ninafanya kazi, niko na mwanamke, tunafanya kazi pamoja katika ofisi moja, huyu mwanamke tukiwa tunabadilishana au tunajadiliana masala ya kazi au tunapanga mipango ya kazi, lazima aongee sauti ya kiubinadamu, asiongee sauti ya kiwanamke kama nyumbani kwake. Sauti ile aiache huko. Lakini mwanamke hajakatazwa kufanya nini? Kutoa lecture, hajakatazwa kufanya kazi, hajakatazwa kufanya chochote, hajakatazwa kusoma Qur'ani, Sheikh. Lakini je, Qur'ani ile akienda pale akianza kuisoma, anaisoma ile sauti ya kuwatoa nyoka pangoni? Si mnaelewa vizuri hapo eh? Akitoa sauti hiyo ni hatari, hiyo Qur'ani itakuwa isikilizwi tena. Lakini atoe sauti yake kwa maana, na ndio maana nakumbuka hata kuna kipindi niliongea kwamba hata mwanaume anaweza akagonga mlango ndani ya nyumba akamkuta mke wa mtu yupo ndani. Yule mwanamke akishajua tu huyo ni mwanamume rafiki wa mume wangu, haruhusiwi kuongea sauti anayomuongelea mumewe, na uwezekano huo upo na wanawake wote wanaweza akaibadilisha sauti. Kwa hiyo kuna hijabu ya sauti, kuna hijabu ya sauti. Na ndio maana ukirudi katika historia utakuta Bibi Fatima Zahra alayha salam, binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, kuna lecture zake alizokuwa akizitoa baada ya kufariki baba yake. Lecture zimenukuliwa katika historia. Amekaa na waumini wa kiume na mpaka wanamwaga machozi, alikuwa anaongea kama binadamu.